Nadhani hili ambalo hawa watoto wawili Yakobo na Esau walikuwa wanalijua, kiasi kwamba hawakuona kama mali za baba yao, yani dhahabu, fedha, mifugo, viwanja, waliona kama vile si kitu. Kuna kitu wakawa wanagombania, na tunaona kuwa Esau akabaki na mali zote za baba yake, ila anasema bado nitamuua Yakobo kwa maana kuna kitu kikubwa zaidi amekichukua. Karibu sana, tutakuwa na kipindi maalum ambao tutajifunza namna ya kufanikiwa kibibilia, kwa maana kuna siri ambayo Yakobo aliijua, na hii siri tutaenda kujifunza wote. Jina langu ni mtumishi Carlson Robert Mbise, na huwa tunaabudu pamoja hapa Shalom. Karibuni sana katika kipindi hiki maalum ambacho kitakuwa hewani kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 2:15 usiku mpaka saa 2:45. Unaweza ukawasiliana na mimi kupitia nambari za simu 0758022567. Usipange kukosa kabisa. Kipindi kitakuwa na jina namna ya kufanikiwa kibiblia. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana, msikilizaji wa 97.3 Shalom FM Radio. Ni wakati mwingine tunapokutana hapa ndani ya kipindi maalum kabisa, kipindi maalum kama ulivyoweza kusikia promo hapo, kipindi maalum kabisa namna ya kufanikiwa kibibilia. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia mishale hii ya saa 2:15 za usiku mpaka pale saa 2:45 za usiku, na tunakuwa na mtumishi wa Mungu hapa, kuhani wa Mungu, mtumishi wa Mungu Carlson Robert Mbise, kwa ajili ya kutupa yale madini namna kufanikiwa kibiblia. Na tayari ndani ya studio mtumishi wa Mungu amekwisha kufika. Bila shaka mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana mtumishi wa Mungu. Wa saa mwingine tena tumekutana hapa ndani ya kipindi pendwa kabisa maalum kwa ajili ya kutufundisha namna kufanikiwa kibiblia. Mtumishi wa Mungu, nikukaribisha tufungue kipindi chetu kwa maombi kabla kwenda kusonga mbele zaidi. Amen. Tunaweza tukafunga macho yetu tukamshukuru Mungu. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante kwa ajili ya muda na majira haya. Tunasema ni asante mfalme wa amani, kwa kuwa ni wewe unayetupenda sana, unayetuwazia mema. Tunasema ni asante kwa mambo mema na makuu tunayojua na tusiyojua ambayo umetenda kwenye maisha yetu. Tunasema ni asante Bwana kwa neno lako, asante kwa kutuokoa. Tunasema ni asante mfalme wa falme. Roho Mtakatifu, naomba utangulie, ukae mwalimu wetu, ukatufundishe. Fungua akili zetu na fahamu zetu, ili neno lako tutalolipokea likatubariki sana na likabadilishe maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen. Amen, 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 amen. Na imani msikilizaji umesema amen. Mtumishi wa Mungu, msikilizaji yuko tayari kupokea yale mafundisho kwa siku ya leo ambayo umemwandalia, na bila kupoteza wakati, basi karibu moja kwa moja mtumishi wa Mungu kwa ajili ya somo la leo. Amen. Basi tunaendelea na somo letu ambalo ni namna ya kufanikiwa kibibilia. Namna ya kufanikiwa kibibilia. Na leo tutaangalia namna ya kutafakari neno la Mungu hadi akili yako au fikra zako zibadilike. Kwa hiyo tunaendelea kuzama kwenye namna ya kutafakari neno la Mungu hadi akili zako au fikra zako zibadilike. Na moja kwa moja tutaenda kuangalia kutoka kitabu cha Mithali 23, Mithali mlango wa 23 mlango wa 7. Mithali 23 mlango wa 7 mstari wa 7. Ndiyo. Mithali 23 mstari wa 7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, akuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Amen. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa umakini sana, kwa maana jambo ambalo leo nitakuelekeza linaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Yaani linaweza likafungua malango yako na ukawa na mafanikio sana. Sasa, kwenye mstari wa Mithali mlango wa 23 mstari wa 7, tunaona Biblia inasema, kwa maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake. Nafsi inamaanisha akili, maamuzi na hisia. Kwa hiyo sema yote ukiona neno nafsi inamaanisha nini? Akili za mtu, maamuzi ya mtu na hisia za mtu. Kwa hiyo hapo unaweza ukasema mwandishi alikuwa anasema, maana aonavyo mtu akilini mwake ndivyo alivyo.
alivyo. Sasa kuna vitu nataka uvione hapa. Biblia haisemi ndivyo atakavyokuwa. Biblia haisemi kuwa ndivyo alivyokuwa. Biblia inasema ndivyo alivyo. Kwa hiyo Biblia inajaribu kusema kuwa kama akili yako inawaza A na maisha yako yako A. Yaani kama akili yako inawaza hela kiwango fulani, na ndio hivyo kwenye maisha yako unapokea hela ya iko kiwango. Kwa maana Biblia inasema mawazo yako yalivyo, akili yako ilivyo, ndivyo maisha yako yalivyo. Kwa hiyo hali yako ya sasa ni sawasawa na mawazo yako. Hali yako ya sasa ni sawasawa na mawazo yako. Kwa hiyo kuna kitu kimoja hapo unaweza kaona, kama mimi akili yangu ilivyo ndivyo maisha yangu yalivyo. Je, nikibadilisha akili yangu ikawaza ukuu, maisha yangu yatakuwaje? Maisha yangu yatakuwa makuu. Kwa hiyo kama mimi akili yangu itawaza vitu duni, basi na mimi maisha yangu yatakuwa duni. Kwa maana neno la Mungu linatupa kanuni, na hii kanuni inasema hivi: akili yako ilivyo, unavyowaza sasa hivi, ndivyo na maisha yako yalivyo. Naomba nikupe mfano. Tuna watu wawili, labda mkono wa kulia tuna pasta, mkono wa kushoto tunaye jambazi. Na huyu jambazi kuna namna ambayo akili yake inamtuma aharibu vitu, auwe, aibe, yani afanye tu vitu ambavyo ni uharibifu. Na pasta kuna namna ambayo akili yake inamtuma na yeye pia afundishe neno la Mungu, ahakikishe watu wengi wanapokea wokovu. Sasa huyu pasta siku akikutana na huyu jambazi au huyu mwizi, alafu akamuhubiria na huyu mwizi akabadilika, huyu mwizi akasema kuanzia leo ninaacha wizi, kuanzia leo ninakuwa mtu mwingine. Swali ni je, nguo zake ndo zimebadilika? Ni viatu vyake vimebadilika? Ni mavazi yake yamebadilika? Ni kitu gani ambacho kimebadilika mpaka huyu mtu alikuwa ni mwizi na sasa hivi amekubali kuwa Mkristo, amekubali kuokoka? Jibu ni moja, ni akili yake tu ndo imebadilika. Kwa hiyo akili yake ilivyobadilika na maisha yake yakabadilika. Maisha yake yakatoka kwenye ujambazi, sasa hivi amekuwa mlokole. Lakini ni kitu gani ambacho kilibadilika? Ni akili yake. Akili yake ndio ilibadilika. Kwa hiyo sasa mimi na wewe, japokuwa ujumbe ni mrahisi sana na watu tunaona ni mrahisi sana, ukiuelewa kweli kweli kuwa inabidi tu nibadilishe akili yangu ili vitu vyangu vibadilike, basi utabarikiwa sana. Na tutaangalia mfano mwingine kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 11. Tutasoma mstari wa 1 hadi wa 8. Tutaangalia kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 1 hadi wa 8. Yes, kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka wa 8. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tukajifanyia jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kufanya, wala sasa hawatazuiliwa neno walikusudialo kulifanya. Haya na tushuke huko tukawachafulie usemi wao, ili wasisemezane maneno wao kwa wao. Mstari wa 8, basi Bwana akawatawanya kutoka huko wakaenda usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu nataka ukione, na ni kitu cha ajabu sana. Kabla hatujasonga mbele, tuangalie mstari wa 4. Mstari wa 4 Biblia inasema, wakasema, haya na tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Na kilele chake kifike mbinguni. Kwa hiyo kuna hawa watu hawajakusudia tu kubadilisha maisha yao, labda wajenge gorofa.
wanunue mashamba, wanunue magari mazuri. Wanataka na wajenge mji na ufike hadi mbinguni. Alafu unajua mtumishi, jambo la kuchangaza ni nini? Biblia inasema Mungu akasema watafanikiwa. Kwa hiyo kumbe kuna watu ambao waliishi hapa duniani kama sisi kabisa, na wanasema kabisa kuwa tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Alafu machoni pa Mungu, Mungu anaona kuwa hawa watu tusipowazuia sasa hivi, hakika wanakuja mbinguni. Wanakuja huku mbinguni pasipo ruhusa yangu, wanakuja mbinguni. Sasa ukianza kutafakari, kuna kitu ambacho nataka uanze kujiuliza. Utajenga mnara mrefu kiasi gani ili uanze kutoka hapa duniani mpaka mbinguni? Huo mnara utakuwa ni mrefu kiasi gani? Kwa maana tunajua tu ukiwa mrefu kama mlima Kilimanjaro, tayari kunakuwa hewa inakuwa hamna, na kunakuwa na baridi sana unavyozidi kwenda juu. Unavyoendelea kwenda juu kabisa kunakuwa hamna hata oxygen, kwa hiyo hauwezi hata ukahema. Sasa nikawa najiuliza, ni kitu gani hiki ambacho kinaweza kikawafanikisha hawa wanadamu waweze kujenga mnara kutokea duniani mpaka mbinguni? Nikawa najiuliza, kwa maana tukijua hilo jibu, then na sisi tutajua ni namna gani tunaweza tukabadilisha maisha yetu, ni namna gani tunaweza tukajibadilisha. Ukisoma kwenye huu mstari, utaona Biblia inaendelea kusema hapo chini kuwa walikuwa fikra zao ni moja. Walikuwa wamebadilisha akili zao, fikra zao. Kuna namna ambao walikuwa wameshaona nafsini mwao kuwa tunaweza kufanya hili jambo. Kwa hiyo Mungu anaangalia walivyowaza akilini mwao. Anasema hawa watu kwa namna walivyowaza akilini mwao, sasa wakianza kujenga huu mji na mnara, hakika watafanikiwa. Kwa hiyo hawa watu hawajaanza kujenga mnara ambao umefika mbinguni, ila wamejenga huu mnara na huu mji akilini kwao. Na kwa sababu wameshaujenga huu mji akilini kwao, na Mungu anasema aonavyo mtu ndivyo alivyo, ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu itashuka juu ya hawa watu, alafu iwasaidie kujenga mnara kutoka duniani mpaka mbinguni. Kwa maana kuna neno la Mungu ambalo wanaenda nalo, kuna neno la Mungu ambalo wamelitii, ambalo wamelitenda. Kumbuka, Mungu anatazama neno lake alifanyie kazi. Wewe na mimi wote tukichukua neno la Mungu na tukalifanyia kazi na tukalisoma na tukamwomba Mungu kulingana na hilo neno, Mungu atatumia hilo neno kututoa sisi kwenye maangamizo yetu, kutuponya sisi. Kwa maana Mungu anaangalia neno lake ili alifanye. Neno lake linasema aonavyo mtu akilini mwake ndivyo alivyo. Hawa watu wameshaona akilini kuwa tunaweza tukajenga mnara mpaka mbinguni. Inamaanisha wasipoweza kujenga mnara mpaka mbinguni, basi neno la Mungu si kweli. Na tunajua Mungu hawezi akawa mwongo. Mungu hawezi akawa mwongo. Kwa hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu ingewasaidia hawa watu kujenga mnara na mji ambao dunia haijai kuona, mji mrefu sana na mnara mrefu sana mpaka ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mtumishi, unaweza ukaona hapo kuwa ni nguvu ya Mungu ingekuja kuwasaidia hawa watu kujenga mnara mpaka ufike mbinguni. Unaona neno la Mungu linasema mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia kuna kitu inasema, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Unajua kwenye Biblia ni mara chache sana Mungu ameshuka duniani. Mara ya kwanza alishuka akaangalia dhambi za Sodoma na Gomora. Mara nyingine tunaona amekuja kama Yesu Kristo kutukomboa. Lakini hapa pia tunaona Mungu akashuka kuangalia ili auone mnara waliokuwa wameujenga wanadamu. Kwa Kiingereza inasema walikuwa wameujenga, builded. The children of men builded. Kwa Kiswahili inasema wakiujenga. Ila tafsiri sahihi ni kwamba wameujenga. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wameujenga wanadamu. Alafu mstari wa 6 inasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kufanya. Haya ndio wanayoanza kufanya. Kwa hiyo hawa watu sasa wamekusudia kuanza kufanya hiki kitu. Wanataka wachukue hatua.
Mungu anasema wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Tafsiri nyingine zinasema wala sasa hawatazuiliwa neno walilofikiria kulifanya. Kwa hiyo kumbe huu mji na huu mnara walikuwa wamefikiria, walikuwa wametazamia, walikuwa ni kitu ambacho wamekijenga akilini. Sasa wanasema sasa tuanze. Mungu anashuka anasema hakika hawa watu kama wakianza kuujenga huu mji hakuna mtu atakayewazuia. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ukibadilisha akili yako, namna gani unavyowaza nafsini mwako ndivyo ulivyo. Sasa unataka ubadilishe maisha yako. Kama unataka ubadilishe maisha yako, ukitaka kuyabadilisha kabisa, ni lazima uanze kubadilisha akili yako au fikra zako, la sivyo utafeli. Unajua mtumishi, kuna watu wanashindaga hii michezo kama jackpot bingo, bahati nasibu. Yes, bahati nasibu. Yeah. Lakini baada ya muda mfupi unashangaa baada ya mwaka mmoja mtu alishinda bilioni, amefilisika na kuwazima hata wewe 500. Ilikuwa ni jambo la ajabu kulikweli. Ni jambo gani ambalo huwa linatokea? Jambo ambalo huwa linatokea ni jambo moja. Kwa huyu mtu akili yake ilikuwa bado inawaza 200,000 au labda inawaza 50,000, 100,000, inawaza hiyo hela, kipato cha hiyo hela kwa mwezi. Yes. Ghafla amepata bilioni 1. Kwa hiyo yeye hajui anavyoshangilia. Wakati anashangilia anafurahia, yes, nimeshinda hela. Akili yake inasema hapana, hili jambo sio sahihi. Level yetu ni 200,000, level yetu ni 100,000. Na saa hiyo shetani anaweza akatumia neno la Mungu. Neno la Mungu linasema mtu anavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Huyu mtu hajafika hiyo level. Kwa hiyo shetani atapartner na neno la Mungu kuhakikisha kuwa anakuja kumshusha huyu mtu mpaka arudi kwenye level yake. Na akisharudi, kama kiwango chake kilikuwa ni 200,000 au 50,000, akishafika pale ashuki zaidi ya pale, anaishia pale. Kwa maana ndo akili yake inavyowaza, ndo alivyoona akilini mwake. Unatakuwa mtumishi wa Mungu, unatakuwa uelewe kwa kila kitu kinajengwa mara mbili. Yes. Kinaanza kwa kujengwa akilini, alafu ndo kinakuja kujengwa kwenye uhalisia. Unaanza kwanza kujenga akilini, alafu ndo unakuja kujenga sasa kwenye uhalisia, watu wakione. Kwa hiyo kila kitu ni lazima kijengwe mara mbili. Ila changamoto ya watu sasa hivi, badala wabadilishe kile kitu ambacho kinaweza kikawaletea matokeo kwenye maisha yao, wabadilishe akili zao. Watu wanataka wabadilishe mavazi, wanataka wabadilishe nguo, wanataka wabadilishe magari. Yes, wanataka wabadilishe vitu ili tu waonyeshe jamii. Yes. Kuwa kuna hatua tumepiga. Kuna hatua tumepiga. Lakini kile kitu ambacho unatakiwa ukibadilishe, haswa watu wengi hawakibadilishi, ambacho ni fikra zao. Namna gani tunaweza kubadilisha fikra zetu? Hilo ndo swali kubwa zaidi. Ni namna gani sasa unaweza kubadilisha fikra zako? Kumbe sasa umeshajua kuwa ni akili yangu ikibadilika. Yani hata na mimi Carlson ninajua kuwa mimi kama mwalimu ninajua wazi kuwa pale ambapo akili yangu itabadilika na fikra zangu zitabadilika, ile level ambapo fikra zangu zitafika ndo maisha yangu yatafika. Kila kitu kinasubiri akili yangu ikue, tafakari yangu ikue, ili na chenyewe pia kikue. Ghafla kama ni akili yangu itakuwa kufika level fulani, labda level ya Mwakasege, na mimi maisha yangu yatakuwa vile vile. Watu watajitokeza kwa ajili ya kusupport, watu watajitokeza kwa ajili, unataka tu uende sehemu moja, kuna watu watajitolea magari, miundombinu, yani kila kitu watu watakiweka sawa. Kwa sababu kuna level ambayo akili yako ikifika, kuna vitu haviwezi vikawa uhalisia kwenye maisha yako. Labda mtumishi, nikupe mfano mwingine. Ndio. Mfano labda Mwakasege akija labda siku moja kuhudhuria ibada hapa Shalom. Alafu akasema kuwa ninasikia njaa. Hivi unajua ni watu wangapi watakuwa wako tayari kutoka nje kwenda kutafuta chakula kwa namna yoyote wamletee yale? Ni watu wengi sana. Kuwa watasema ngoja hii nafasi niliitafuta sana, ngoja nikatengeneze chakula, mtumishi wa Mungu nimletee ale anibariki.
kabisa, kiwe ni sadaka yangu. Kwa nini kila mtu atataka kufanya hivyo? Kwa sababu level yake ya maisha hairuhusu tena awe na njaa. Akili yake imebadilika na nafsi yake imeshabadilika kiasi kwamba haruhusiwi tena kuwa na njaa kwa level aliyofika. Kuna mtu mwingine kwa sababu hajafika hapo, akija akisema hapa ana njaa, watu tutamshangaa tu. Tumwambie vumilia, jioni utaenda nyumbani utakula. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba tusome Mithali 4:23. Mithali 4. Mithali 4:23. Yes, Mithali 4:23, neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa nini tulinde moyo wetu? Dio. Nilikuambia na nimesema mara kadhaa, Biblia ikisema moyo inamaanisha pia akili. Yaani linda akili yako kuliko vyote uvilindavyo. Kwa nini ulinde sana akili yako? Kwa sababu ndiko zitokazo chemchem za nini? Za uzima. Za uzima. Kwa Kiingereza ikasema issues of life. Yaani kwa Kiingereza inasema ndipo zinapotoka mambo ya maisha. Yaani mambo ya maisha, ya kimaisha yetu yanatoka wapi? Yanatoka kwenye akili zetu. Sasa kama mambo ya kimaisha yanatoka kwenye akili zetu, na tunaambiwa tulinde sana akili zetu, ni kwamba Mungu anajaribu kutuambia kuwa huku akilini kwako, angalia usije ukaeka ujinga, angalia usije ukawa unajaza mzaa, angalia usije ukawa tu unajaza TikTok na vituko tu unaviweka huko ndani. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya maisha yako yatakuwa kama vile vitu unavyoangalia. Sasa ni kitu gani tunatakiwa tufanye? Tunatakiwa tuwe tunajaza neno la Mungu. Wakati tunajaza neno la Mungu, mambo yetu, kitu ambacho kitatoka ndani yetu ni neno la Mungu. Kwa ukijaza ushindi, neno la Mungu lasema we ni mshindi, utatoa ushindi. Mfano, neno la Mungu linaweza likasema kuwa wewe una kibali, au unaweza ukajaza ndani yako kuhusu kibali. Unajua kabisa kibali ni nguvu ambayo inaweza ikafanya watu wavutue kuja kwako na kukupa vitu. Kwa hiyo unaanza kujaza neno la Mungu kuhusu kibali. Kibali kinaweza kikafanyaje kwenye maisha yangu? Biblia inasema kwenye Zaburi ya 89:17, kibali kinaweza kikakupa ushindi. Biblia inasema kwenye Mwanzo 39:21, kibali kinaweza kikakufanya wewe kuwa kiongozi, kinaweza kikakufanya wewe kuwa mtu mkuu. Biblia inaendelea kusema kuwa kibali kinaweza kikafanya wewe uzae vitu vikuu, uzalishe vitu vikuu. Kutoka Luka 1:30, Biblia inaendelea kusema kibali kinaweza kikahamisha position yako au nafasi yako. Unaona Esther alikuwa na kibali, akawa malkia, Yesti akashushwa chini, akawa mtu wa kawaida. Unaona kibali kinaweza kikawa ulinzi kwako. Kutoka Zaburi ya 5:12, unaona kwa kibali kinaweza kikadhihirisha kazi ya mikono yako. Kibali kinaweza kukufanya uzae matunda na uongezeke. Unaona kabisa imeandikwa kutoka kwenye kitabu cha Walawi 26:9 hadi 10. Kwa hiyo unaona kabisa kwa kibali pia kinaweza kukufanya wewe tajiri. Unaona imeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 3:21 hadi 22. Sasa hapo, huo ni mfano tu nimekupa. Kwa unaweza ukajijenga akilini kwako kuhusu kibali, kwa sababu unakuja kujua kuwa hata wana wa Israeli wakati wanatoka kwenye utumwa, mimi kumbe niko kwenye utumwa, nataka kutoka kwenye utumwa. Biblia inasema walipata kibali, wa Misri wakawapa fedha, dhahabu, silva, wakawapa kila kitu, wakaambia shikeni hivi vitu na muondoke navyo. Hadi walivyoondoka, Farao anakuja kushtuka, anajiuliza hivi ni vitu gani tumewapa watu? Hebu tuwakimbilie, hebu tukachukua hivi vitu vyetu. Yani hawakuamini, ni kama walikuwa kwenye usingizi, walikuwa wamepigwa ganzi. Kwa hiyo unaendelea kujijenga akilini mwako. Sasa namna gani naweza nikapata kibali? Unaendelea kusoma mistari ya Biblia. Biblia inasema tunapata kibali kutoka kwenye neno la Mungu. Tunapata kibali tukioa, tunapata kibali tukijazwa Roho Mtakatifu, tunapata kibali kupitia maombi. Kwa hiyo unaanza kujifunza, unajaza hivi vitu akilini mwako. Hivi vitu, hiki kibali unavyoendelea kukijaza akilini mwako, Biblia inasema ndio mambo ya maisha yako yatapotoka. Kibali cha Mungu kitashuka juu yako, na
kibali cha Mungu kitaposhuka juu yako, utashangaa ghafla watu wanakubariki, utashangaa ghafla watu wanakupa dhahabu, utashangaa ghafla nafasi yako inabadilika, utashangaa unatoka kwenye utumwa, utashangaa uchumi wako unabadilika. Na hapo umegusa kitu kimoja tu, umegusa tone, yani tone, umegusa tu kibali. Unajua Yusufu, kwenye habari ya Yusufu kuna kitu tunatoka tujifunze. Yusufu anamwambia Farao, sasa sikiliza, baada ya mimi kukuambia haya mambo yote ya hekima, mtafute mtu katika tafuta mtu huku Misri. Tafuta mtu huku Misri ili aweze kutekeleza huu mpango. Farao naye anajiuliza, tutamtoa wapi mtu kama huyu? Unajua ni jambo gani ambalo Yusufu alikuwa anajaribu kumwambia Farao? Ndio. Alikuwa anajaribu kumwambia Farao, tafuta katika watu wako kama kuna mtu mjanja kama mimi, kama kuna mtu mwenye ufahamu kama mimi, tafuta kama kuna mtu mweledi kama mimi. Naye Farao akajiuliza na akauliza watu wake, akaona hapana, hakuna mtu. Kwa sababu Yusufu alikuwa amebadilisha fahamu zake, fikra zake, akili yake, basi akawa waziri mkuu Misri. Kabisa. Wewe ni kitu gani unataka kubadilisha? Unang'ang'ania tu kubadilisha muonekano. Leo umepiga makeup gani, kesho umeweka wigi gani? Kwa nini usibadilishe kitu ambacho kitabadilisha maisha yako? Yes. Kwa nini usibadilishe kiini cha kubadilisha maisha yako? Kwa nini tunataka tubadilishe vitu ambavyo havitatusaidia? Naomba tutasoma kitabu cha Daniel 11 mstari wa 32. Daniel 11 mstari wa 32, si ndio? Ndio. Yes, mtumishi wa Mungu. Daniel 11 mstari wa 32, neno la Bwana linasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa kutekwa nyara siku na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kuona hapo mtumishi wa Mungu inasema watakuwa. Inamaanisha kwanza kuna mabadiliko watayafanya. Watabadilika kwanza kuwa hodari. Nilishakwambia kuwa uhodari ni lazima tubadilike kutoka kwenye hofu kuwa watu hodari. Kilikuwa ni kipindi chetu cha mwanzo kabisa, kuwa ni lazima tuanze kubadilika kiakili, kimtazamo. Mtu unaweza tu ukaishinda hofu ukijua ukweli. Yani ukishajua ukweli ndo utakuwa jasiri. Ukijua ukweli ndo utakuwa hodari. Ukweli ni nini? Ukweli ni neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Na baada ya kubadilisha, Biblia inasema watakuwa, alafu ndio wataenda kutenda, watatenda. Lakini kutenda kwao hakuanzi kwanza kutenda, inaanza kwanza watakuwa hodari. Yani watabadilika kwanza kuwa hodari, baada hapo ndo wataenda kutenda. Kwa hiyo Mungu anataka kwanza tubadilike kwanza kifikra au kiakili. Tubadilike, tuachane na hofu. Tubadilike, tujenge tafakari zetu. Tubadilike, tujue neno la Mungu lasemaje juu ya maisha yetu. Mungu anataka tubadilishe akili zetu. Kwa maana hata mtumishi wa Mungu, labda nikuulize swali. Ndio. Kuna watu wengi wanafanya biashara. Kabisa. Na kila mtu anafanya biashara ambazo zinafanana. Unaweza ukajiuliza kwa nini mtu amefungua frame alafu anafunga, huyu mwingine amefungua frame kesho anafungua ya pili? Changamoto sio hiyo biashara ya kuuza labda bidhaa za electronics. Changamoto ni ile akili inayoendesha hiyo biashara. Kwa changamoto sio biashara ya electronics. Kuna mtu anaendeleza biashara yake electronics, atafungua maduka 100, lakini kuna mtu atafunga. Kwa hiyo changamoto ni ile akili inayoendesha hiyo biashara. Kwa hiyo changamoto kubwa sio hata fungu lako la 10 kuwa utoi, sio kuwa sadaka zako sio nzuri, hazijampendeza Mungu, wala si kuwa ufanyi maombi, ila ni kwamba chombo ni kidogo. Hata nabii akamwambia yule mama, kaongeze kwanza vyombo. Kalete vyombo viwe vingi. Increase your capacity. Yani ni lazima uongeze chombo chako. Unajua Biblia ikisema chombo inamaanisha ni mwanadamu. Kwa hiyo ni lazima ujiongeze kwanza. Ujiongeze kiufahamu. Kwa maana Mungu anaweza akakuachia baraka, lakini zikaingia kwenye chombo ambacho ni kidogo. Kwa hiyo mafuta yatajaa kwenye iko chombo kidogo, halafu basi kutakuwa hamna tena nafasi ya kuweka mafuta mengine. Kwa hiyo Mungu anakuwa hizi kukubariki sana. Kwa nini? Kwa sababu haujabadilisha akili yako, haujabadilisha mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Kwa hiyo kitu muhimu kabisa
Kitu muhimu kabisa ambacho unatakiwa ukifanye kwenye maisha yako ni kubadilisha nafsi yako au kulinda sana moyo wako kwa kujaza neno la Mungu, kwa kujaza tafakari ya Mungu. Kaa na neno la Mungu, litafakari. Kitu kimoja ukikitafakari mpaka ukipate. Hata tu ukitafakari kuhusu kibali, mistari ya Mungu ambayo inaongelea kibali, na kweli ukaweka juhudi zako hapo, haijalishi uko katika wakati gani au uko kwenye hali gani. Usiangalie kuwa niko kwenye nyumba moja ya kupanga, niko kwenye chumba kimoja. Hapana, hiyo sio changamoto. We badilisha akili yako. Akili yako itavobadilika na maisha yako yatabadilika. Usianze kung'ang'ania kuweka nguvu kubadilisha. Unataka ulazimishe uende kwenye nyumba ya rumu 4, kumbe huna hata hiyo hela, wewe unadaiwa tu, unapata mawazo, yani una force vitu. Badilisha akili yako na vingine vyote vitabadilika. Kwa maana sio wewe utavibadilisha, ila ni nguvu ya Roho Mtakatifu itaingia kubadilisha. Kama nguvu ya Roho Mtakatifu ilivyokuwa inaenda kuwasaidia wale watu kujenga mnara kutokea duniani mpaka mbinguni. Kwa hiyo ni wewe tu unatakiwa utii. Yani kubali neno la Mungu likufinyange akili yako. Kubali kusoma Biblia. Anza kuangalia hiyo Biblia yako kama dhahabu. Unajua tunasema, tulikuwa tunatafakari ni kitu gani hiki ambacho Yakobo alikijua? Ni kitu gani ambacho alikijua? Tutajifunza. Ila dondoo tu nikupe. Alijua neno la Mungu. Kuna kitu kuhusu neno la Mungu alilijua. Usiangalie tu hiyo Biblia yako hivi. Hiyo Biblia yako ni zaidi ya fedha. Hiyo Biblia yako inaweza ikabadilisha mawazo yako, kwa maana imebeba uhalisia wa maisha yako. Kuanzia leo, isiwe mtu akwambia eti nenda kasome Biblia, mtu akupusi. Anza kusoma mwenyewe. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina mtumishi wa Mungu, tumebarikiwa sana. Kwa kweli natamani mambo mazuri kama haya yazidi kuendelea, lakini muda nao mtumishi wa Mungu kidogo unatuvuta shati kweli kweli. Msikilizaji wa Shalom FM Radio, kumbuka ulikuwa unasikiliza kipindi maalum kabisa, namna gani ya kuweza kufanikiwa kibiblia, na tuko na mtumishi wa Mungu hapa Carlson Robert Mbise akitupa madini hayo, namna gani ya kufanikiwa kibiblia. Ile Biblia usitembee nayo kama pambo bana. Kuna siri nyingi kule za kimaisha zimejificha kule. Kwa mtumishi wa Mungu anakuja hapa kutusaidia kuzinyambua ama kuzivumbua ili ukaishi katika mafanikio makubwa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen. Kazi yako ni njema kabisa. Tamani muda ungekuwa mrefu, lakini ndio hivyo, muda na wakati mwingine ukishinda nao taumia mwenyewe. Tutakutana tena hapa siku ya Ijumaa bila shaka muda kama huu kwa muendelezo wa somo letu pendwa kabisa. Mtumishi wa Mungu, tukapate kumaliza kipindi chetu kwa siku ya leo. Amen. Basi tufunge macho tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunasema ni asante mfalme wa amani kwa neno lako. Tunasema ni asante Bwana kwa kuwa leo hii umetuonyesha namna gani neno lako linaweza likatusaidia, likatutoa kutoka kwenye hali yoyote, likatusaidia kutoka kwenye maangamizo, kutoka kwenye utumwa, kutoka kwenye magonjwa. Bwana Yesu, tunaomba Bwana ukaendelee kufinyanga akili zetu. Tunaomba ukaendelee kutujenga katika kusoma neno. Tujaze kiu ya kusoma neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakushukuru mfalme wa falme katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tukutane tena siku ya Ijumaa katika mwendelezo kipindi chetu. Amen. Na pia unaweza ukatufuatilia kwenye YouTube, ukaandika Mwalimu Carlson, au ukaandika Jesus Lord God Ministries. Tuko kwenye mitandao yote ya kijamii, unaweza ukatufuatilia na ukasoma habari hizi kwa kina zaidi. Ubarikiwe sana. Mtumishi wa Mungu, rudia hapo kwa faida msikilizaji kwa utaratibu ili aweze kusikia vizuri. Sawa, unaweza ukaandika kwenye YouTube Mwalimu Carlson, ya CARLSON. Kwa ukiandika Mwalimu Carlson au Jesus Lord God Ministries, utakutana na mafundisho yetu mengi. Tumefundisha kwa Kiswahili na kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo naamini utabarikiwa sana. Amen. Amina sana mtumishi wa Mungu. Basi Mungu akubariki sana. Tukutane wakati mwingine katika kuendelea kuweza kufahamu namna ya kufanikiwa kibiblia. Kumbuka msikilizaji, nilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa Mwalimu Carlson Robert Mbise kupitia kipindi chetu maalum kabisa, namna ya kufanikiwa kibiblia. Kipindi hiki kukumbusha tu kinakuja kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 2:15 usiku mpaka saa 3 pale kasoro. Unakuwa unabarikiwa kabisa. Mungu akubariki sana. Mimi ni Elia Mtishbi. Endelea kusikiliza 97.3 Shalom FM Radio. Amen.
97.3. Ni kwa nini Isaka alikuwa tajiri sana mpaka nchi ya Wafilisti ikamusudu, ila watoto wake walikuwa hawagombanii mali? Ni jambo gani hili ambalo hawa watoto wawili Yakobo na Esau walikuwa wanalijua kiasi kwamba hawakuona kama mali za baba yao, yani dhahabu, fedha, mifugo, viwanja, waliona kama vile si kitu? Kuna kitu wakawa wanagombania, na tunaona kuwa Esau akabaki na mali zote za baba yake, ila anasema bado nitamuua Yakobo kwa maana kuna kitu kikubwa zaidi amekichukua. Karibu sana, tutakuwa na kipindi maalum ambao tutajifunza namna ya kufanikiwa kibibilia, kwa maana kuna siri ambayo Yakobo aliijua, na hii siri tutaenda kujifunza wote. Jina langu ni mtumishi Carlson Robert Mbise, na huwa tunaabudu pamoja hapa Shalom. Karibuni sana katika kipindi hiki maalum ambacho kitakuwa hewani kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 2:15 usiku mpaka saa 2:45. Unaweza ukawasiliana na mimi kupitia nambari za simu 0758022567. Usipange kukosa kabisa. Kipindi kitakuwa na jina namna ya kufanikiwa kibiblia.